Msichana baada ya kutalakiana na mume wake, siku iliyofuata baba yake alimlazimisha kwenda kwenye date na mwanaume mwingine. Hata hivyo mwanaume huyo alimdharau kwa sababu alikuwa tayari amepewa talaka. Alimwambia kuwa alikuwa na bahati kubwa ya kupata nafasi kuolewa naye. Kisha akamwamuru andamana naye kwenye sherehe kubwa siku inayofuata. Kisha kwa dharau akamwambia avae vizuri ili asimwaibishe. Baada ya mwanaume huyo kuondoka, msichana alihuzunika sana. Alihisi kwamba yeye si kitu tena, kwa sababu tayari alikuwa ameshakutana na mwanaume bora maishani mwake, na kuanzia sasa hata awe nani itakuwa tu ni kujisitiri moyoni. Kesho yake waliongozana kwenye sherehe. Baada ya kusikia maelezo kutoka kwa mhudumu, aligundua sherehe hii imeandaliwa na mume wake wa zamani. Alipokunywa kahawa aliyeshika mkononi, ghafla alikumbuka mume wake amewahi kumtengenezea kahawa hiyo zamani. Wakati huo msichana alisema kahawa ilikuwa chachu baada ya kunywa, lakini mume wake alimueleza kuwa hiyo ndio ladha yake maalum. Kahawa hiyo ilikuwa na harufu ya limao na citrus pamoja na harufu nyepesi ya ua la jasmine. Pia ilikuwa ni mara ya kwanza kunywa kahawa iliyotengenezwa na mume wake. Wakati huo msichana aliwahi kumuuliza, ndoa yetu ni ya makubaliano, sasa kwa nini unanifundisha mambo mengi hivi? Mume wake alimjibu kwa utulivu, naweza kuwa na wewe kwa miaka mitatu tu, lakini katika hiyo miaka mitatu napenda ujifunze mambo mengi zaidi. Ni sasa ndipo msichana aligundua kuwa mume wake alikuwa akimlinda na kumwandaa kwa maisha ya baadaye. Wakati huo mwenyeji wa sherehe alipanda jukwani. Msichana alistuka kuona uso aliozoea. Mwanamke alikuwa akitembea pembeni ya mume wake wa zamani. Alidhani huyo ndo mwanamke ambaye mume wake alitaka kumuoa kweli kutoka moyoni, na sasa alikuwa ametimiza ndoto yake. Moyo wa msichana ulijaa majuto papo hapo. Wakati huo mwanaume aliyekuwa ameongozana naye alichukua glasi ya divai na kujitambulisha kwa aliyekuwa mume wake. Mwanamke aliyekuwa pembeni ya ex yake alisema hiyo ilikuwa ni birthday yake, kisha akasema kwa tabasamu, inaonekana hukuja hapa kwa ajili yangu. Mwanaume huyo aliomba msamaha haraka, kisha akamvuta msichana karibu naye na kumtambulisha kwa aliyekuwa mume wake kuwa huyo ndiye aliyekuwa ameandamana naye. Msichana alipomwona ex wake alishusha kichwa bila kujitambua, kisha mwanaume huyo akaongea kwa kujigamba, sasa yeye ni mchumba wangu. Msichana huyo alitaka kueleza ukweli, lakini mwanaume huyo alimkatiza na kumlaumu. Ghafla msichana akashika tumbo lake kwa maumivu kidogo, kisha akasema anahitaji kwenda chooni na akaondoka haraka. Aliyekuwa mume wake alielewa mara moja kilichokuwa kinaendelea kwake, ndipo akampigia simu msaidizi wake na kumwambia anunue paketi ya pedi. Wakati huo msichana aligundua kuwa siku yake ya hedhi ilikuwa imeanza leo. Akiwa hana jinsi, alimpigia simu mwanaume aliyekuwa ameandamana naye, lakini mwanaume huyo alikata simu kwa hasira mara tu alipokuwa amepokea. Wakati msichana hajui afanye nini, aliyekuwa mume wake alitokea ghafla, akamvalisha koti begani na kumwambia kwa upole, usitembee hovyo ukiwa kwenye siku zako. Msichana alieleza kuwa alikuja tu hapo akiwa ameandamana na rafiki. Jamaa alimpa paketi ya pedi na kumuuliza. Mwanaume huyo alisema wewe ni mchumba wake, ni kweli? Pia alimwambia kuwa mwanaume huyo hakuwa mtu sahihi anayestahili kupendwa. Msichana akasema kwa huzuni, sisi tayari tumeachana, huna haja ya kujali mambo yangu tena. Lakini ex yake akamjibu, hata kama tumeachana, wewe ni mke wangu wa zamani. Sitaki kukuona ukiingia kwenye ndoa isiyo na furaha. Msichana alitaka sana kumwambia yaliyo moyoni mwake, lakini wakati huo mwanamke aliyekuwa pembeni ya mume wake wa zamani alikimbilia kuelekea walipo. Kama unataka kuona sehemu inayofuata ya hadithi hii, tafadhali subscribe channel yetu. Nitatoa sehemu inayofuata ndani ya saa 24 zijazo. Asante sana kwa kulike video hii. Ulikuwa nami kaka Chotara, sina la ziada kwa sasa hadi wakati mwingine. Bye.